Kutoka kitabuni, lengo la biashara ni kutengeneza wateja. Somo kutoka utangulizi wa kitabu cha Nunua Wateja. Rafiki yangu mpendwa, watu wengi wanapoingia kwenye biashara wanaanza kupoteana pale wanapoingia kwenye biashara, kwa sababu wanachokifikiria ni lengo la biashara huwa sio lengo la biashara. Mara nyingi mtu anaingia biashara anaanza na lengo la faida. Sawa, napate faida, nipate sio ukuaji, nipate sio kitu gani. Lakini hayo sio malengo, hayo sio madhumuni ya biashara. Sio majukumu makuu ya biashara. Faida ni matokeo. Mauzo ni matokeo. Vitu vingi sana ambavyo unafikiria unataka biashara ni matokeo ya mwisho ambayo yanataka yatokee. Lakini kabla ya matokeo hayo kutokea, kuna vitu inabidi vifanywe kwenye biashara. Na moja ya kitu muhimu sana ambao ndio lengo kuu, ndio dhumuni kuu la biashara, ni kutengeneza wateja. Wateja wanaoiamini biashara. Hii ndio shughuli kubwa ambayo watu wengi hawaizingatii wakati wa kujenga biashara. Ndio maana wanapata shida. Kama mtu anaweza akaja na wazo zuri, mwambie bwana, nimeona sehemu fulani bwana haina biashara fulani, haina wazo la changamoto hii, ngoja nianzishe aina biashara. Anaanzisha biashara. Lakini siku 2-3 anakwambia biashara ngumu, anafunga. Sawa. Mali anayo, suluhisho analo, eneo analo, kila kitu kipo, lakini biashara inafunga. Kwa sababu gani? Kwa sababu aliingia na lengo lisilokuwa sahihi. Hana mkakati wowote wa kutengeneza wateja ambao wanaamini biashara. So ukishatengeneza wateja, watanunua, watarudi tena kununua, na wataleta wengine nao waje kununua. Kwa hiyo kwenye kitabu cha Nunua Wateja, mtangulizi imeeleza dhana kubwa kwamba biashara inapaswa kununua wateja. Sio kusubiri wateja waje, kwamba ile eneo zuri ukifungua biashara watu wanapita wengi wataiona, au watu wana shida watakuja tu. Hapana. Zama za kwamba ukifungua biashara na watu watakuja zilishapitwa na wakati. Sasa hivi biashara zina ushindani, biashara ni nyingi, watu wamevurugwa. Kwa hiyo ni lazima kila biashara iwe na mkakati wake wa kununua wateja. Na kununua maana yake nini? Biashara itumie pesa ili kupata wateja. Kwenye maisha anasema toa pesa upate pesa. Hauwezi kupata pesa bila kutumia pesa. Hiki kitu ambacho watu wengi wakielewi. Kwa hiyo kama unajenga biashara na unataka upate wateja, unatumia shilingi ngapi kupata wateja? Unatumia shilingi ngapi? Mtu akwambia biashara ngumu haina wateja. Swali la kwanza namuuliza, shilingi ngapi unatumia kupata wateja? Situmii. Hauwezi kupata wateja. Hakuna kitu cha bure kwenye hii dunia. There is no free lunch. Hakuna. Toa pesa upate kitu. Sawa. Toa pesa upate pesa. Kwa hiyo kwenye kitabu hiki na kwenye sura ya utangulizi nimeweza dhana kubwa na kununua wateja. Manake nini? Manake ni kuwekeza pesa kidogo kwenye kupata wateja wa biashara, na baadaye sasa unapata marejesho makubwa, unapata faida kubwa kupitia wateja wanaokuja kwenye biashara. Na hapa kuna namba kubwa mbili ambazo utazijifunza kwenye kitabu. Moja inaitwa gharama ya kupata mteja au Customer Acquisition Cost, CAC, na nyingine inaitwa thamani ya maisha ya mteja, yani Lifetime Value of the Customer, LTV. Hizi namba ambazo kila mfanyabiashara atakuwa azielewe, kwa sababu unaweza ukawa unatangaza sana, bwana posti au sponsor matangazo, au peleka vipeperushi, au weka matangazo kwenye redio, au usifanya hiki na kile, kuwa na influencer, brand ambassador. Hivyo ndio njia za kujulikana. Lakini je, unatumia gharama kiasi gani na unaingiza kiasi gani? Unatumia shilingi ngapi mpaka upate mteja mmoja anayenunua? Maana ndio Customer Acquisition Cost. Na ukishampata mteja anakuingizia shilingi ngapi kwa kipindi ambacho kwenye biashara, hiyo Lifetime Value. Hiyo vitu ambavyo nimeeleza kwa kina kwenye kitabu cha Nunua Wateja, hasa kwenye sura ya utangulizi, ambapo tunataka ukielewe kama unaingia kwenye biashara au kama unafanya biashara. Hii sio jambo la kubahatisha. Sio kwamba nikipata hela. Ni sana mtu anakuambia, yani ni sana useme una kuni alafu huna moto. Unasema hizi kuni zikiwaka basi na mimi nitapata joto. Lakini kuni nataka uziwashe, uanze kuziwekea moto ndio upate moto. Ndivyo biashara pia ilivyo. Sio sema nikipata hela nitanunua wateja.
Sasa hauwezi kupata hela kama ununue wateja. Inabidi ununue wateja kwanza ndio upate hela. Yaani kinyume chake hapo. Kwa hiyo leo nenda kasome kitabu cha Nunua Wateja, sura ya utangulizi pale, alafu ukafanyie kazi. Chukua hatua moja leo ya kununua wateja kwenye biashara yako. Kama huna kitabu hichi, wasiliana namba 0756 694090, 0756 694090, ujipatie nakala yako ya Nunua Wateja na nenda kafanyie kazi lengo la biashara ambalo ni kutengeneza wateja wanaoamini. Ukawe na siku bora kabisa leo.